Yes, bwana, siku ya jana ya Novemba 3 ni siku ambayo tulishuhudia draw ya CAF kwa ngazi ya klabu ikifanyika kupata kufahamu timu zote ambazo zimefuzu katika hatua ya makundi. Huko katika makundi nani anakutana na nani, lakini draw hiyo ilifanyika jana kwa saa za Afrika Mashariki. Ilikuwa ni saa 8 kamili mchana draw ya CAF Confederation kwa maana ya shirikisho, na saa 9 kamili ilifanyika draw ya ligi ya mabingwa. Na hiyo draw hiyo ilifanyika South Africa, Johannesburg, katika ofisi za SuperSport. Sasa hapa tunakwenda kuangalia timu zote. Tutakuwa na session mbalimbali ambazo tutaangalia timu zote, lakini kwa kipekee tutakuwa na timu moja moja tukiziangalia katika makundi yake. Yani makundi yapo manne ambayo yanahusisha timu za Tanzania, na kwa wakati huu tunaanza na mabingwa wa Tanzania bara kwa maana ya Young Africans na kundi lao lilivyo. Yes, binafsi baada ya draw hile kufanyika ikafahamika kwamba Young Africans yupo katika kundi B sambamba na klabu za Al Ahly kutoka Misri, JS Kabylie kutoka Algeria pamoja na AS FAR Rabat kutoka Morocco. Nikapokea jumbe, nikapokea simu, watu wakitaka kujua kuhusu kundi hili, na picha ya watu wengi ikionekana watu wengi wanaonekana kutokuwa na imani na Young Africans kwenda hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Sasa mimi niko hapa kwa uzoefu ambao niko nao, nataka kuangalia picha kuu ya hili kundi na Yanga afanye nini ili aweze kwenda hatua inayofuata. Haijashindikana kabisa. Kwa wale ambao wana wasiwasi kwamba Yanga haiwezi kwenda kabisa kwa maana ya hatua ya robo finali, huo wasiwasi wanaweza kuutoa. Kuna kila namna ya Young Africans kwenda katika hatua ya robo finali, ingawaje uhalisia na ukweli ni kwamba ili kundi ni gumu. Yes, ili kundi ni gumu na ni kundi ambalo liko very trick. Kwa nini tunakwenda kuliangalia hili kundi? Hili kundi ukiangalia limechukua timu 4 ambazo timu 3 ni mabingwa wa hii michuano, yani wamewahi kubeba ubingwa wa michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Yes, kwa mfano kama Al Ahly, wao of course ndo mabingwa mara zote wa ubingwa wa michuano hii, lakini kuna timu kama JS Kabylie ambao ni mabingwa mara 2 wa michuano hii. Yes, miaka ya 80 walibeba na mwaka 1990 walibeba pia, lakini kuna AS FAR Rabat ni mabingwa pia, walibeba mwaka 1985. Lakini ukija kuziangalia hizi timu bado ni timu ambazo zina nguvu, ni timu ambazo zinaendelea kuonesha ubora mpaka hapa tulipo leo. Sasa tukiliangalia hili kundi, nafasi ya Yanga iko wapi? Awali ya yote, kabla kuangalia nafasi ya Yanga, tuziangalie timu moja moja kwa ufupi ili kuweza kupata picha juu ya kundi hili. Tunakubaliana wote kwamba ni kundi gumu, lakini tuliangalie kundi lilivyo. Tukianza na Al Ahly, hao ndio mabingwa mara nyingi wa michuano hii. Ni klabu ambayo ni powerhouse of course kwenye kundi hili, ni timu ambayo ina nafasi kubwa ya kumaliza kwenye nafasi ya kwanza. Lakini tukiwa kama kwa wale ambao wanaifuatilia vizuri Al Ahly ya msimu huu wa 25-26, ni Al Ahly ambayo inaonekana haipo imara. Yani haijaanza vizuri msimu huu tunapozungumza. Ninavyosema haijaanza vizuri, Al Ahly katika michuano ya ndani, ligi ya ndani, so far tunapozungumza wamecheza mechi 12. Katika 12 hizo ambazo wamecheza, wameshinda mara 6, wamekwenda sare mara 5 na wamepoteza mara 1. Nafasi ambayo wako nafasi ya pili nyuma ya Cleopatra Ceramica. Lakini Pyramids endapo atashinda mechi zake zote, kuna gepu kubwa la points ambalo atalitengeneza dhidi ya Ahly. Kwa hiyo ni msimu ambao Pyramids wana kila sababu ya kwenda kubeba ubingwa ligi kuu ya Misri. Sasa Ahly wametimua kocha wao Olivier Jeze. Baada ya hapo wameleta kocha mpya na Jeze Thorup. Ni kocha mkubwa raia wa Denmark ambaye amefundisha mpaka Ujerumani, ligi kuu ya Ujerumani kwenye kikosi cha FC Augsburg. Amefundisha Ubelgiji kule kwenye kikosi cha Gent na Genk, lakini kwa sasa yupo ndani ya Ahly. Ni kocha mkubwa. Amefuzu kuingia katika michuano hii ya group stage ya ligi ya mabingwa group stage akiwatoa Aigle Noir ya Burundi. Namna alivyofuzu, ameshinda kila mechi goli 1-1, kwa maana ya mechi ambayo ilichezwa Bujumbura
alishinda goli 1-0. Mechi ambayo imechezwa Misri ameshinda goli 1-0, on aggregate 2-0. Sawa, kupita ni kupita, lakini hiyo sio tabia ya Ahly, hususan kwa timu yenye daraja la chini kama Aigle Noir kutoka kwenye taifa la daraja la chini kama Burundi. Mantiki yake nini? Mantiki yake, Al Ahly anaendelea kutuonesha kielelezo kwamba hayupo sawa. Kwa kawaida hii ratiba ya Al Ahly na Aigle Noir wa Burundi, hawa watu wengi tulitengeneza picha kwamba Ahly atampasua huyu goli nyingi, lakini mambo alikuwa tofauti. Ni goli moja tu, kashinda huku moja na kule moja. Kwa level ya Ahly, hayo sio matokeo ya kuwapendeza. Yani ni matokeo ambayo Aigle Noir wanarudi nyumbani na kifua, wanadundisha kifua kwa kumbana Ahly hiyo. Maana yake nini, au mantiki yake ni nini kuzungumzia kuhusu Ahly na mazingira yake? Maana yake kwa msimu huu Ahly ilivyoanza mpaka sasa hivi, Young Africans ana nafasi ya kuchukua alama 3 katika uwanja wake wa nyumbani. Mind you, ili tutakuja kuangalia hilo la pili, tutakuja kuiangalia kitu ambacho nilikuwa nataka nikiseme hapa, tutazungumza kwenye session ya pili. Young Africans ana nguvu, ana msuli wa kuchukua alama 3 za Ahly akiwa nyumbani kwake. Yani Yanga akachukua 3 za Ahly akiwa ndani ya Dar es Salaam. Ni ngumu kuchukua 3 nyingine ndani ya Misri, sababu Ahly licha udhaifu wao wote wanavyokuwa, kwanza uoga na tabia kubadilika. Hiyo moja, lakini la pili, timu zetu hazijawahi kuchukua alama 3 kwa Ahly ndani ya Cairo au Alexandria, Buji Al Arab au akicheza Cairo International. Timu zetu zote za Tanzania hakuna timu ambayo imewahi kuthubutu kuchukua alama 3 kwa Ahly. Kwa hiyo Young Africans hiki ni kibarua kigumu kwa yeye kwenda kuchukua alama 3 kule. Of course sisemi kwamba inawezekana, lakini ni ngumu. Kwa hiyo mechi ya hapa ni mechi ambayo Young Africans watengeneze kila strategies ya kuweza kushinda katika mchezo wa kwanza wa hapa. Changamoto inakuja Young Africans mechi zake 2 za kwanza, kwa sababu ilivyo Yanga na timu zote zitacheza mechi zao 2, yani mechi ya ugenini na ya nyumbani, alafu tunaenda break ya kimataifa, tunaelekea katika AFCON. Kwa hiyo Ahly watarudi tena mwezi Januari wakiwa tayari wameshabadilika, maybe itakuwa tayari kuna vitu wameshavifanyia kazi. Lakini kama Ahly wangekuja kwenye wakati huu, tungesema Yanga ana confidence ya kuchukua alama zote 3 wakiwa nyumbani, lakini bado haijaisha kwa sababu bado muda upo wa kufanya hicho kitu. Sasa hiyo ni Ahly, Yanga wafanye kadri inavyowezekana. Of course Ahly, kwa ukubwa wa Ahly, ana uwezo kuchukua 3 hapa, ana uwezo kuchukua 3 na kule, yani akachukua alama zote 6 kwa Yanga, au ana uwezo kuchukua alama 4. Yanga wajitahidi wachukue alama 3 katika 6 za Ahly. Kesi ya Ahly tumeifunga. Tukienda kwenye timu nyingine katika hizi 2 ambazo zimesalia, hapo tunaenda kwenye kikosi cha JS Kabylie. JS Kabylie hii honestly naiona ni aina ya mpinzani ambaye naweza kusema Yanga ana 70% ya kuchukua alama 3 akiwa Tanzania, ana 70% ya kuchukua alama 3 ya kupokwa yeye alama 3 akiwa kwenye uwanja wa ugenini. Unajua, nimeona watu wengi wanazungumzia Kabylie kwa udogo sana, yani watu wanaidogosha sana Kabylie, yani inaonekana kama ni timu ndogo kwa katika zile za Kiarabu kwenye hii ambayo kwenye group la Yanga. Yani Kabylie watu hawawekei kwenye hesabu kabisa, ile wanaona Yanga atapiga au Kabylie, yani watu wanampigia hesabu Ahly na FAR Rabat, lakini JS Kabylie wampigia hesabu. Anyways, Kabylie ndio greatest club of all time ndani ya Algeria, ndio godfather wao, ndio goat wa kandanda ya Algeria, ndio timu kubwa ya muda wote wa kandanda ya Algeria. Kwa hiyo Yanga asiingie kichwa, ajue anakwenda kucheza na timu bora zaidi ndani ya kandanda ya Algeria. Tunaweka ukomo hapo. Ni timu ambayo imechukua hili kombe mara 2, miaka ya 80 na miaka ya 90, mara 2 wamebeba kombe. Maana yake wana DNA na hii michuano, wanajua namna ya kupita. Ukweli ni kwamba timu yao imesheki kwenye miaka hivi karibuni, wamepitia kipindi kigumu hapa katikati. Kuna klabu nyingine zimeibuka, zimefanya vizuri kama CR Belouizdad imefanya vizuri, lakini wao ni klabu bora ya muda wote. Sasa ogopa sana hizi timu ambazo zinakuwa bora za muda wote, zinaporudi mara nyingi wanakuwa wanarudi wakiwa wanafahamu wanachoenda kukifanya. Ni klabu ambayo kwenye miaka hivi karibuni Young Africans ukiangalia performance yake bora kabisa kwenye michuano ya CAF msimu wa 2022-2023 walicheza finali ya Confederation Cup wakapoteza dhidi ya USM Alger. Lakini JS Kabylie wamecheza finali mwaka 2020-2021 dhidi ya Raja Casablanca ya kina Fabrice Ngoma Luamba. So ni timu ambayo
ina DNA ya hii michuano. Ni timu ambayo imesha kufika katika hizo hatua. Ni mpinzani ambaye namuona anakwenda kumpa mechi nzuri sana Young Africans. Timu hii inanolewa na Joseph Zimbabwe, kocha ambaye ana experience na michuano ya kimataifa tangu akiwa na Orlando Pirates, akiwa na Raja Casablanca, na sasa hivi yuko hapo. Ni kocha ambaye alifanya kazi na Fadlu Davids akiwa kwenye kikosi cha Orlando, akaenda kufanya naye kazi Moscow, akaenda kufanya naye kazi ndani ya Raja Casablanca. Kwa hivyo JS Kabylie, kwa kuipima kwa mtazamo wangu, namuona ni mpinzani ambaye hapa kuna asilimia kubwa ya kupoteza alama 3. Yani Young Africans akachukua alama 3 kwa JS Kabylie. Of course ndo wanarudi, bado hawajawa stable in search, ingawaje wana qualities kwenye kikosi chao. Yes, akina Ayman Mahyusi hao ni miongoni mwa washambuliaji wakubwa ambao wamewasajili kwenye timu yao. Na mechi ya pili itakwenda kuchezwa Algeria. Na waona JS Kabylie wakifanya vizuri katika hiyo mechi. Kwa hiyo naona kama ni 3, mmoja anachukua 3 huku, mmoja anachukua 3 huku. Umeelewa? Sasa hiyo ndo picha kubwa ambayo naipiga kuhusu JS Kabylie na Young Africans katika mechi yao hii ambao wanakwenda kuicheza. Ni timu za kaliba hiyo. Watu wasidharau sana JS Kabylie, wasidogoshe kwa namna ambavyo wanaidogosha. Ni timu ambayo tuwaambie ukweli Young Africans ili wajiandae vizuri kuelekea katika hiyo mechi. Mpinzani mwingine ni AS FAR Rabat. Sasa hapa kuna mechi ya makocha wawili wa Kireno, Pedro Gonçalves, kocha wa Young Africans, na Alexander Santos, kocha wa AS FAR Rabat. Hawa ni makocha ambao wamekaa kwa muda mrefu ndani ya Angola. Wanafahamiana vizuri pale Angola. Mmoja alikuwa kwenye national team, mmoja alikuwa kwenye club. Huyu amini kwa maana ya kocha wa AS FAR Rabat, Santos, ametoka kwenye kikosi cha Petros de Luanda. Na Petro yake ilikuwa tishio Afrika, ilikuwa ikifanya vizuri kwa kipindi kirefu ndani ya Afrika. Wamecheza mpaka semi-final ya Champions League, Petro ya huyu kocha Alexander Santos. Lakini Gonçalves yeye amefanya vizuri na kikosi cha Angola mpaka kifika katika hatua ya robo finali michuano ya AFCON akiwa na Palancas Negros kwa maana timu ya taifa ya Angola. Sasa wanakutana matactician wawili wa Kireno ambao wanafahamiana vizuri. Itakuwa bonge moja la mechi. Lakini tukiachana na muktadha huo, tukija katika timu yenyewe AS FAR Rabat. AS FAR Rabat ni moja ya timu bora, of course, ya muda mrefu. Miaka ya 85 hapo amechukua ubingwa, 2005 amechukua ubingwa Confederation wakimfunga ilikuwa finali dhidi ya Dauphin wale wa Nigeria. Lakini kwa sasa hivi tunapozungumza, AS FAR Rabat hapa katikati tulikuwa kama imesheki hivi, na sasa hivi wameanza kurudi tena kwenye stability yao. Yes. Ni timu ambayo msimu uliopita wameishia robo finali. Waliishiaje robo finali? Kwenye group stage walikuwa kwenye kundi moja na Raja na Mamelodi Sundowns na AS Maniema Union. Hilo kundi AS FAR Rabat ameongoza and unbeaten. Hajapoteza mechi hata moja. Au ndo AS FAR Rabat. Angalia hilo kundi: Raja, Mamelodi, AS Maniema. Wameenda robo finali wakaenda kukutana na Pyramids. Amefungwa on aggregate ya mabao 4-3. Mechi ya kwanza Pyramids akiwa nyumbani alishinda magoli 4-0. Mechi ya pili AS FAR Rabat alishinda magoli 2-0. Maana yake AS FAR Rabat dhidi ya Pyramids walifunga katika mechi zote mbili. Lakini Pyramids walishinda mechi moja tu, magoli 4. Kwa hiyo ni timu ya kuiangalia, ni timu ya kuiheshimu. Kwa hiyo AS FAR Rabat ni miongoni mwa timu ya kuiheshimu. Ndani ya kandanda ya ndani ya Morocco ni magodfather pia. Ukiachana na Wydad ambao ni mabingwa mara nyingi zaidi, wao na Raja wanafungana katika mataji ya Botola 13-13. Kwa hiyo AS FAR Rabat sio mpinzani dhaifu, ni miongoni mwa wapinzani wagumu katika hili kundi. Lakini licha ya hayo, Young Africans wanaweza kuchukua alama 3 kwa AS FAR Rabat, Yanga akiwa nyumbani. AS FAR Rabat anaweza kuchukua alama 3 akiwa kwake Rabat, Morocco. Mantiki yake ni nini? Young Africans wanachotakiwa kukipambania kwa udi na uvumba katika hili kundi, kwanza wanatakiwa kujua, na naamini wanajua, kwamba hizi mechi zote hawa ambao wanakwenda kucheza nao wana experience kubwa zaidi ya wao. Yani hizi timu 3 hizi ni timu ambazo zina uzoefu mkubwa wa michuano ya kimataifa kuliko wao Young Africans. Lakini Yanga wasiingie kinyonge, kwa sababu wao katika hili kundi sio wanyonge. Hizo rekodi ambazo tunazungumzia wako nazo hizo klabu Young Africans, wanaingia katika hii mechi ikiwa na wao ni miongoni mwa timu bora ambazo zimefanya vizuri kwenye misimu hii 5. That's why kwenye hili kundi wameingia kutokea kwenye pot namba 2.
Yani pale wanaomzidi kwa rank ni Al Ahly peke yao wa Misri. Anayefuatia ni yeye kwa maana Young Africans, wanaofuatia ni AS FAR Rabat, wanaofuatia ni JS Kabylie. Mantiki yake Yanga asiingie kinyonge. Kuna ile situation hata mashabiki kujifiri inferiority, kwamba wanajua na tu inferior, kwamba hawa ni Waarabu, hawa ni nini. Of course Waarabu investment yao ni kubwa, lakini Yanga hawatakiwi kuingia kinyonge. Wanatakiwa kwenda kupambana, na kupambana zaidi ni kuhakikisha wanachukua alama 3 kwa kila atakayekanyaga katika uwanja wa Mkapa. Hiyo ndo best point, alama 3 kwa kila mpinzani atakayeingia kwa Mkapa. Maana yake Ahly anaacha 3 kwa Mkapa, JS Kabylie aache 3 kwa Mkapa, AS FAR Rabat aache 3 kwa Mkapa. Kwa hiyo wakikusanya alama zao 9, wanakuwa confident kwa asilimia zaidi ya 60 ya kwenda katika hatua inayofuata, kwa sababu hawa Waarabu wana bato zao. Yani usishangae JS Kabylie na AS FAR Rabat ukaona mechi moja ya maajabu sana, labda ikaenda kwa sare au matokeo mmoja kumfunga kwake kila mmoja. Kwa hiyo ni timu za kaliba hiyo. Lakini Al Ahly licha ya changamoto zake anazopitia, lazima tuweke heshima. Ahly nafasi ya kwenda utamweka pale, kwa sababu ndo timu namba 1 kwenye viwango vya ubora barani Afrika licha ya hayo yote. Kwa hiyo hakuna namna ya kusema Ahly hawana nafasi ya kwenda, hapana. Ahly nafasi ya kwenda wanayo kubwa, wanafuatia hawa wengine. Nani ataungana na Ahly? Maybe labda ni Young Africans, labda ni FAR Rabat, labda ni JS Kabylie. Lakini hili ni kundi miongoni mwa makundi magumu. Young Africans ana kundi gumu, anatakiwa kulifahamu hilo. Lakini namna ya kwenda hatua inayofuata ni kuhakikisha wanavuna alama 9 katika ardhi ya nyumbani. Mechi zote wanakwenda Afrika ya Kaskazini, wanabadilisha mataifa tu. Ni Misri, ni Morocco, ni Algeria. Ni mataifa powerhouse katika kandanda, ni klabu ambazo wamekutana nazo pia ni klabu kubwa ndani ya mataifa yao. Kwa mfano unapozungumzia Misri, Ahly ndo godfather wa muda wote, ndo klabu bora ya muda wote. Unapozungumzia kandanda ya Algeria, ukimzungumzia JS Kabylie ndo bora, the Canaries wanajiita, ndo bora wa muda wote. Unapokwenda katika kandanda ya Morocco, ukimzungumzia AS FAR Rabat, yeye sio bora wa muda wote, bora wa muda wote ni Wydad. Lakini ukiacha Wydad, yeye ni bora wa muda wote sambamba na Raja. Yani yeye na Raja wanafungamana kwenye mataji ya ligi kuu ile ya Botola. Mantiki yangu ni kwamba Young Africans wanatakiwa kwenda na discipline kubwa katika hili kundi, na inawezekana wakenda hatua ya robo finali, lakini wahakikishe alama zote 9 za nyumbani zinabaki nyumbani. Nafunga hivyo, lakini nafunga kwa kukuachia swali. Wewe unaonaje kwa kuangalia hili kundi, kwa kumwangalia Young Africans alivyo, kwa kuangalia wapinzani wake, kwa hiki ambacho nimekizungumza mimi, na kwa wewe kwa namna unavyofahamu na kwa uzoefu wako, unamuona Young Africans akienda katika hatua ya robo finali kutoka katika hili kundi? Weka comment yako katika comment section hapo, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.